Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka One TV tarehe 28 za mwezi wa 7 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Fizi, wazalendo ibu Serpa-Noir kujiandaa kuingia Minembwe. Bukavu, M23 kulazimisha maandamano leo hii tarehe 28. Kinshasa, Constant Mutamba ailalamikia mahakama. Endelea kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia matangazo haya unasikiza vizuri kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na pia usikose kufuatilia Mwangaza TV na kuendelea kushiriki katika operation Saidia Muzalendo. Tuanze moja kwa moja na taarifa hii kutoka jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafani Fizi, Mwenga pamoja na Uvira, ikiwemo pia na sekta ya Itombwe. Wazalendo ibu Serpa-Noir kujiandaa kuingia Minembwe. Usaliti ulikuwa ukifanyika ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikosi tofauti na ibu pamoja na Serpa-Noir. Hatimaye kwa sasa mazingira yanaonekana kubadilika, kwa sababu majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikosi ambavyo vilikuwa vikishirikiana na magaidi wa M23, vimeonekana kuweza kutelekezwa nyuma, huku ibu Serpa pamoja na wazalendo wakiongoza msafara kujiandaa kwa ajili ya kuingia ndani ya kitongoji cha Minembwe na maeneo yote ambayo yako chini ya udhibiti wa magaidi wa M23. Mawasiliano ya simu ya mtandao ambao ulikuwa ukitumika kwa ajili ya kuwapea taarifa magaidi wa M23 kutoka kwa baadhi ya vikosi vya FARDC, kwa sasa kila kitu kimeweza kurekebishwa, na wazalendo pamoja na ibu na Serpa wanaongoza msafara, huku FARDC wasaliti wakiwekwa kando kabisa. Kwa sasa kila dalili zinaonekana ya kwamba waliokuwa pamoja na magaidi wa M23 wameanza kutapatapa, na hata pia wazalendo wanaendelea kutoa wito kwa wakongomani ambao wako wanafanya kazi ya kuendelea kusaliti nchi, ya kwamba hakuna faida watakayoipata, badala yake ni kuiangamiza nchi na pia kuangamiza vizazi na vizazi vinavyokuja, kitu ambacho sicho kizuri. Wanachotakiwa kufanya ni kuweza kuungana pamoja na wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waaminifu, ili kuweza kumondoa adui kokote ambako anapatikana kwenye milima ya nyanja ya chini pamoja na ile ya nyanja ya juu. Utaratibu unaofanywa kwa sasa ni kamanda wa wazalendo William Mamuli ya Kutumba pamoja na baadhi ya makamanda wa FARDC kwa ushirikiano wa pamoja wamekuwa wakiandaa mashambulizi makubwa na ya kipekee, ili kuhakikisha kwamba ndani ya wiki moja, wiki mbili tayari Minembwe inakuwa imekwisha kurejea mikononi mwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo wanahitajika kuweza kuwa na nguvu ya ziada pamoja na FARDC kwa ajili ya kuingia Minembwe. Kwa ripoti zaidi, wazalendo wanahitajika wote kwa pamoja kushirikiana kutoka kila kona, na wazalendo wanahitajika pia kutoka. Tunakuwa sehemu zinaitwa Bwigala, sisi force wazalendo ambaye tunakuwa na mtu simaji na nyembo pamoja na kikosi yote. Tunaangusha drone ya M23 enemy. Hapa tuko tunaangalia Kamanyola, tunaangalia Rupango. Kwa kweli tuko katika kazi. Ndio maana adui hana nguvu na haisi kuwa na vya kusema, kwenye tuko kabisa. Sisi hatuogopi adui wala hatuna oga na yeye. Tuko na kikosi kikubwa hapa kwenye tupo. Na kwenye adui iko ajue kama drone yote itakuya haitakuwa na force tena. Tunakuwa na ndugu zetu Warundi ambaye tunakuwa nao. Kwa kweli tunafanya kazi hapa sehemu zinaitwa Bwigala, na hatuna oga na tutatoka na tutajengua, na najua kuna wengi wamekwisha kimbia, lakini sisi tunasema tutabakia kudongo wetu wa Kongo, wala hatuogope mtu yoyote. Kwa kweli adui hatajiinue, hatumuogope. Hapa ni kikosi kikubwa ambaye kimesimama hapa. Ukiangalia hapa kuna kwa watoto wa mzee Kadandari Makanaki
please kuna kwa watoto wa mzee Patriote hapa kabisa, kazi inaendeka bila oga, bila mashaka, mtu asiwadanganye. Hapa kuko kikosi cha mzee Patriote pamoja na makanaki kadandari. Merci kwa walio Uvira, merci kwa nchi Kongo yote nzima, tunakuwa katika kazi. Asante sana. Amena. Kwa kushirikiana kwa wazalendo ni jambo pekee la muhimu na litakalofanya kuweza kuwa na nguvu ya kipekee ya kuweza kudhibiti tena upya maeneo ya Minembwe. Manake security bitu vinaharibika mu territoire ya Fizi mo planto kabisa. M23 politiki inaoza inaonesha M23 kulikuwa ba officier yenye walikuwa bana ba orienter mu moyen de communication kabisa, meme na appareil wifi izenye natumana image hapo yulo. CNPSC mzee William Amuri ya Kutumba anasema kila fasi yenye iko wifi mu territoire ya Fizi ni kuvunja. Kila fasi yenye iko appareil wifi kuvunja. Anasema hapendi meme moyen de communication yote ile mu territoire ya Fizi jusqu'à nouvel ordre. Bitu vinaharibika mu territoire ya Fizi, bitu vinaharibika kabisa, vinaharibika. FARDC vraiment officier bake vitu nyewe kwa wanatumika ni vitu vya hatari sana. Ndio tuko tunashangala gouvernement yenyesha jua kama FARDC ba officier bote, ba colonel bote, ba general bote balisha kuwa banachunga tu gouvernement yenyewe kwa inakuya ya ndugu yao Kabila. Anabapatia tena mapromese ba ile makutabo yenyewe watakuwa wanakia kupokea ile yabo ya bwizi. Meme rais alishajua juu ya nini akose kugeuza programu zingine, akose kugeuza programu ya operation. Force ya Ibu muko ba kapiteni, muko ba lieutenant benye banaweza pewa operation na kuitumikisha bien. Force ya Ibu haina hata trete, hakuna trete mwenye kwa force ya Ibu, hakuna. Mubazalendo muko bazalendo benye beko mire mu Sud Kivu na Nord Kivu. Si anapasha tutumika tu renyo tu ensemble mbo, hakuna kenya kikuwaki mbo. Urgence ya Kutumba hapa, Reni Tongo hapa, Ngoma Nzito hapa, Gido Shimwera hapa. Ale nasema hivi, operation inageuka. Tangia sasa hivi bazalendo kwa mseme kwanza operation. Banani Baibu, munipatie ba kapiteni omwe 30 kapiteni, munipatie 20 kapiteni ya ba lieutenant. Dotation gani nyinyi mnapenda? Ni hivi. Arme gani? Pika ngapi? 1000 ngapi? 1000 wota kamata. Mbo depo mwenyewe mtatilia fasi gani? Mtatilia fasi fulani mkamate. Ali mudirije. Mkamate kwanza vita kwanza mumikontone kwenye vitafikia. Ona leo sasa. M23 ilikuwa oriente mzuri sana na organisation ya FARDC. Kuwapatia plani zote zenye banaweza tembea. Progressi ilikwisha kuwa, manaki ilikwisha kuwa danger. Lakini muzalendo alisema no, tuko munini. Ibu, tukale kwanza chini ni nini? No, ni hapa bana ba FARDC pardon, kwanza mtubakilie kwanza nyuma kidogo tu. Muda kidogo tutatema 2 semaines mtubakilie kwanza nyuma, tuangalia kama ni kitu gani kinakuja kumbele. Bitu vinaharibika. Leo M23 iko mu danger. Hatuna 2 semaines tena Minembwe Centre iko tombe. Vraiment na hii tour sioni FARDC kama tena itasema tena vile baki vamurudie nyuma, sioni. Ndio naona vijana kabisa wenyewe biko wanapanda mu vilima virefu. Hali ni mbaya sana. Ni kitu kenye mwenye ana karibu tu. Mwenye ana karibu kabisa. Naona bandugu wetu Barundi hapa jeshi inapakuliwa hapa kabisa, ni kushuka na kupanda direct. Moyen de communication hakuna. Meme ni Motorola iko inakuwa mu programu ya ba officier. Haiko ndio kila mtu mwenye kuna Motorola. FARDC vraiment abitu vya aibu sana. Mtu auzishe tu nguo yake ya kumwili na ana ingine nguo yenye atavala. Inchi yako uuzishe. Tulishajua kama bakifika batapanga programu yabo, ni republike yabo, ni inchi yabo yenye batapanga. Jua utakuwa muna kitu gani? Mkongomani gani mwenye ko Rwanda mwenye iko nakula hata 1/10 leo ya pursia ya inchi ya Rwanda? Tisha Jose biko banakata inchi itakuwa mu parti yao. Juu wewe utakuwa muna kitu gani? Ile makuta watakula mtoto wako hata ishi mwe republike yabo.
lakini kujua hakuna kujua. Watu wiko na kama ni nini mumabichwa hatujui. Ni jina tu Kabila, jina tu Kabila. Tushajua Kabila hana Mkongomani, ni Munyarwanda. Mweze Katumbi mujife Muromani hana Mkongomani. Yuni tujiinteresse na tukose kujiinteresse si Wakongomani kwa Wakongomani. Tutetelee nchi yetu. Yenye Lumumba alikufia nchi yake. Sawe leo useme juu ya makuta tu utie tu nani nchi musoko. Probleme sana. Okay. Lakini pamoja na Mungu tunaona mambo inageuka mubaya sana. Mambo inakuya nguvu sana. Mambo inakuya nguvu kabisa. Nguvu kabisa. Hakuna tena kusema drone ziko zinapiga, lakini hakuna kingine tena kingine kwa nafaulu. Vijana walisema drone tutazizoea. Tutazoea drone. Mara yuko na drone zao biko wanazipandisha ziko zinapiga busubuhi magharibi, lakini biana tena abajali tena na madrone tena. Njoo hapa tunaona saa M23 na FARDC yao haya kabisa. Baada ya taarifa hizo kutoka huko jimboni Kivu ya Kusini, ambako wazalendo wanaendelea kujipanga na kujikusanya upya pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lengo likiwa ni kumtoa adui M23 ndani ya kitongoji cha Minembwe. Mpaka sasa Minembwe upande mmoja mkubwa uko chini ya magaidi wa M23, na baadhi ya maeneo kando bado kunapatikana majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, IBUSERPA pamoja na wazalendo. Tuingie huko ndani ya jiji la Bukavu, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. M23 kulazimisha maandamano leo tarehe 28. Taarifa ya haraka imeweza kutolewa na mashirika ya kiraia pia na raia wanapatikana ndani ya jiji la Bukavu, wakiandika ya kwamba sisi raia wa jiji la Bukavu tunatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa Umoja wa Mataifa pamoja na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu CICR, ya kwamba mpaka sasa hivi ikiwemo pia na shirika la kimataifa, kutokana na taarifa za awali zinasema ya kwamba baada ya magaidi wa M23 kuona dalili inazidi kuendea vibaya, kwa hiyo wameweza kuwakusanya wananchi ndani ya jiji la Bukavu, na pia wanaume ambao wakiwa na silaha ndani ya jiji hilo la Bukavu, na kupita nyumba kwa nyumba, huku wakiwalazimisha raia leo hii kuingia kwenye maandamano ya kiraia, huku wakidai kwamba wanatakiwa kuweza kuongea yale ambayo wameambiwa waongee na magaidi wa M23. Leo siku ya pili, taarifa zinazidi kutiririka kwa kusema kwamba raia wanalazimika wote kuingia barabarani na kuweza kupinga mabadiliko yoyote ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kukataa sanctions ambazo waliweza kupewa viongozi wa M23 ikiwemo Corneille Nangaa pamoja na viongozi wengine, na hivyo pia kuweza kukataa hali inayozidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wakitaji pia maandamano, wakitaji pia mazungumzo jijini Kinshasa M23 pia iweze kualikwa. Kutokana na taarifa hiyo, raia wa jiji la Bukavu wanaomba viongozi kuweza kuwa makini na hivyo kuweza kutaarifu pia jamii ya kimataifa kwa kile ambacho kiko kinazidi kuendelea ndani ya jiji la Bukavu. Magaidi wa M23 wamefanya vikao vingi, na jana usiku kikao cha mwisho kilifanyika majira ya saa 4, huku wakilazimisha raia wote na kuambia wakuu wa kata pamoja na mitaa kuhamasisha raia kuingia barabarani leo kwa ajili ya kwenda kuandamana kuhitaji serikali isibadili katiba, na vile kuwaita M23 kwenye mazungumzo inayoandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jijini Kinshasa.
Upande mwingine, wazalendo wana taarifa gani? Wazalendo wanahitaji raia kuto kushiriki katika hayo maandamano, ila kwa sababu ni maandamano ya kulazimishwa wanaweza kwenda, lakini kwa kuwa na umakini zaidi kwa lolote ambalo litatokea kwenye haya maandamano, basi mtu asilaumu mtu mwingine. Kwa zaidi ni kwamba wanatakiwa kukataa kwenda kwenye hayo maandamano ambayo yanaandaliwa kufanyika leo hii. Ya kuongea concernant message yenye mairie ya awa terroriste ya M23 yenye wana créer document wanaomba keno 28 kutakuwa march. Tunakuya ambia population ya ville ya Bukavu, mwenye atenda mbarabara aende. Tunajua keno bengine batabakamata kukinguvu mwende, tunajua hili me si tunajua keno benye batenda itika ile nani ile marche yenye banaomba, parce que marche yenyewe wanasema keno ni kusimama keno juu ya changement de ya katiba, ase basi badilishe katiba, na ya pia ase juu ya kutetea bakinananga benye walipataka ma sanction juu ya makrime zenye walifanya. Eske nani mwenye anasahau crime ya batoto ba mingi bakongomani benye balisha kufa mu vile ya Bukavu? Kama uko mkongomani unajua keno Bukavu balisha uwa batu mingi sana na bale ba terroriste ya M23. Roga nenye tuwezi kuwa nayo kusema keno wende mubarabara ya kusema keno unasimama aseme juu ya balifanya namna gani, walipana sanction juu ya wale batu wenyewe walifanya waliterrorize population ya ville ya Bukavu na ville ya Goma. Hivi na wewe ukikuwa tu uko mkongomani kesa soba kukamatilie sira kukichwa, utaweza kuwa na ile courage kusema keno utoke uende useme keno hapana, mlifamu bako sanctionner aba watu wenye bako balifanya masaka. Na mnajua jinsi basha kamata watoto ba mingi basha baba mu kazi ya ile kazi yao ya uwaji. Kama uko mkongomani unashika uko mkongomani kutoka kwako keno unaenda ku march, chenye kitakupata useme keno haukuambiliwa. Na siye ndio tunajua nini itafanyika. Mwenye najua keno ni mwanaume uende mu march, na hata uende sisi tunajua nini tutafanya. Sisi sema kila kitu chote, mais tunasema keno hii message muipartage ifike kila mtu wote mwenye kumuvila Bukavu, alena anajua keno mwenye ataenda kwa ile marche ya kusema keno basi badilishe katiba, ya kusema keno asiba bali sanctionner batu benye habana hatia. Sijui kama nani mwenye bali sanctionner mwenye habana hatia mwe banaenda tetea. Mnaona jinsi tunataanza kuwa manipule. Tunajua keno bakongomani ajisi habaizi enda mwile marche. Benye batenda mwile marche ni Banyarwanda walitoka Rwanda, batavuka wanakuwa fanya ile marche. Njoo jinsi sisi tunajua tujue kama kuko mkongomani mwenye basha wa ndugu yake, basha wa babake muloko, sema wale baangusha ule njoo batenda mwile marche. Naangusha ule kesa ni chef de quartier kama ni nyumba 10, ni rebel haiko mtu pasi mtu mwenye amani hapana. Banyarwanda na collaborateur yabo njoo batakuwa mwile march. Hakutakuwa rahia mkongomani mwenye atakuwa mwile march. Ukienda na wewe maraki ujue keno tutakukonsidere sawa nani na kitakutokea sawa nani. Asante sana. Baada ya taarifa hizo kutoka jijini Bukavu ambako maandamano ya M23 wameandaa rasmi kwa kulazimisha raia na raia pia wazalendo wamewaambia hamtakiwi kwenda kwenye hayo maandamano, lolote laweza kutokea, maana M23 hawaishiwi na vituko. Tuingie jijini Kinshasa. Matangazo haya uko unasikiliza kutoka Baraka1 TV mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Aiba Mashaka Amba Dedone Butoto Biondo Kilamba Mao mzee wa state ya Maine da Feza da Letesha da Asha da Ari na Kisti Kandeke Asimu Ibaguma Samuel kutoka Czech Republic na Maki Afrika Kusini, Mohamed Papira Jabu Afrika Kusini, ukiwa kunasikiza Baraka1 TV. Matangazo haya pia unayapata kupitia Mutula FM kutoka maeneo ya Shabunda. Endelea kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV. Jijini Kinshasa, Costa Mutamba ailalamikia mahakama. Baada ya kuweza kuitishwa mahakamani kama vile shahidi kwa kesi inayozidi kumkabili
alikuwa waziri wa sheria pamoja na mlinda muhuri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Constant Mutamba amelalamikia mahakama kushindwa kumpa haki yake ya ulinzi, huku wakisema kinachofanyika ni kinyume kabisa na utaratibu na kinyume na maadhimisho ya mahakama jinsi inavyotakiwa kufanya. Utafahamu Constant Mutamba ameitishwa kwa mahakama kwa ajili ya kuweza kuwa kama shahidi kuzungumzia kesi ya Privao ambayo mamilioni ya fedha kwa waanga wa mauaji ya Kisangani inasadikika kuweza kupotelea mifukoni mwa watu wasiojulikana. Combattre un système, le système mafieux qui détruit ce pays, qui met à genoux ce pays, qui paupérise notre peuple. Et se sont organisés par un petit groupe pour non seulement me condamner injustement, mais aussi surtout m'arrêter illégalement. Le peuple, vous avez continué à défendre la vérité et la justice. J'ai été hospitalisé pendant 10 mois. Lorsque les léopards se sont qualifiés au mondial et que le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a organisé leur accueil devant ou à l'esplanade du Palais du Peuple, le peuple congolais a exigé, a réclamé la libération d'un innocent, l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba. Et cela n'a pas plu à mes adversaires politiques. J'ai des audios. Juste après cette réclamation populaire, ces réseaux s'étaient encore constitués, réunis. Ils ont dit comment on va clouer cet innocent, ces braves, ces révolutionnaires panafricains. Ils se sont décidés de ressurgir un dossier qui avait déjà été clôturé. Le dossier Privao, un faux dossier. Ils ont pris l'ancien cordon Chansard comme un colis, comme une marchandise. L'affaire était déjà clôturée. Ils l'ont rappelé devant la cour d'appel, Gombe. Et ils se sont organisés pour que Mutamba sorte de son hôpital pour venir comparaître comme témoin. Alors qu'ils n'ont pas réussi leur plan. Automatiquement, miraculeusement, par sorcellerie, ils se sont mis à me transformer comme prévenu en ouvrant rapidement. Taarifa zingine ni kwamba waziri wa mambo ya nje Bi Teresa Kaikwamba amesafiri kuelekea Israel ambako amekwenda kukutanana na viongozi wa nchi hiyo na pia kuweza kusaini mikataba mipya kati ya Israel na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bi Teresa Kaikwamba hiyo tarehe 27 za mwezi wa 6 alifika Jerusalem ambako alikwenda kutembelea kwenye makaburi ya Yad Vashem. Bi Teresa Kaikwamba Wagner, waziri wa mambo ya nje ya Kongo na ushirikiano wa kimataifa pamoja na Francophonie, aliweza pia kufika katika hayo maeneo ambako kuna watu zaidi ya milioni 6 ya wa Israel ambao waliweza kupoteza maisha na hivyo kuweza kutoa heshima zake kwenye makaburi hayo ambayo ni maarufu nchini Israel. Upande mwingine, baraza la Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kufunga hiyo tarehe 25 milango mwezi wa 7 2026 kwa vikao vyake vya mwezi tarehe 27, na pia waziri mkuu Bi Judith Suminwa Tuluka aliweza kuhudhuria katika kuidhinisha kwa baraza hilo la Senate. Katika taarifa za awali ni kwamba sheria 18 ziliweza kupitishwa na hivyo kuweza kusaidia kwa ajili ya maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa sheria hizo zikiwemo ni sheria za usalama na pia maendeleo ya nchi na kazi za vijana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na tukimalizia taarifa hizi jijini Bunia mkoani Ituri, ambako waziri wa uchukuzi Jean-Pierre Bemba ameweza kutembelea hiyo tarehe 27 mwezi wa 8 maeneo ya Bunia ndani ya Ituri na kutembelea kazi kwenye uwanja wa ndege zinavyoendelea. Kwa sasa waziri huyo Jean-Pierre Bemba amekuwa akifanya ziara mbalimbali mikoani kutembelea baadhi ya miradi zinazofanywa na wizara yake. Kwa sasa uwanja wa ndege wa Bunia, uwanja wa kitaifa ambao unaonekana kuwa na sura mpya na kipekee tofauti na jinsi ilivyokuwa hapo awali. Alipofika kwenye uwanja wa ndege alipokelewa na Meja Jenerali Gabi Kasongo Mulumba ambaye ni gavana wa mkoa wa Ituri. Kwa sasa alichukua nafasi ya alikuwa gavana wa mkoa huo Bwana Luboya Nkashama Johnny. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanani majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.